Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi sayyidil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal imani wal islam fi kulli makanin ala wajhi al-ard, uhayyikum bi tahiyyatil islam, tahiyyatun mubaraka min indillah. Ndugu yangu Muislam na mpenzi katika iman, kokote pale ulipo duniani, ninakuamkia mamkizi mema, mamkizi bora kabisa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako na baraka zake na amani zake. Ndugu yangu mpenzi Muislam na mpenzi katika iman, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, bingwa wa mabingwa, aliyetujalia mimi na wewe kuwa wazima wenye afya na nguvu, hali ya kuwa tunaendelea kumtumikia yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hatuna budi kumshukuru katika hilo. Yeye mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la in shakartum la azidannakum, ikiwa tutamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atatuzidishia. Ala in kafartum inna adhabi la shadid, lakini ikiwa neema anazotupa Mwenyezi Mungu tukamkufuru Allah kwa neema zake, basi tutambue adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kali, hakuna mwanadamu mwenye kuiweza. Ndugu yangu Muislamu, bado nipo katika mfululizo wa kukupa dua mbalimbali, aya mbalimbali ambazo ukizitumia kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala utapata wepesi wa maisha yako. Ikiwa na maisha magumu, ikiwa dhiki zimekuandama, mitihani imekuandama, riski yako imekuwa shida, unatamani kipato chako kiongezeke, unatamani Allah akuzidishie katika riski yako kwa idhini yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi sina budi na mimi ndugu yangu Muislam kwa kujulisha haya machache katika machache ninayoyajua, insha Allah ta'ala huenda yakakusaidia kwa namna moja ama nyingine katika kutatua, kuondosha shida zako, mitihani yako na mabalaa mbalimbali unayoyapitia. Leo moja kwa moja nakupeleka mwishoni kabisa mwa Suratus Safat. Katika Suratus Safat ukifungua aya za mwisho kabisa utakuta aya inasema, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ndugu yangu Muislam, hakikisha kila baada ya swala ya alfajiri, yani asubuhi, kila panapokucha asubuhi, basi walau usikose kusoma aya hii kuanzia mara 7 mpaka mara 21. Ukiweza mara 7 vizuri, lakini ukifanya mara 21 ni vizuri zaidi. Kila asubuhi inapofika, kumbuka kusema subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Unaisoma mara 21 hii aya, au unaweza ukaisoma mara 7 hii aya. Kadhalika vile vile na jioni jua linapokuwa linakaribia ile kuzama, majira saa 11:30 au saa 12 kasoro, majira yale pia ni vema kabisa ukaisoma hii aya, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo ukijizoesha kushikamana na hii aya, ukawa unaisoma nyakati za asubuhi na nyakati za jioni, ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, utashangaa namna ambavyo baraka itaingia katika maisha yako. Utashangaa namna ambavyo milango ya kheri na baraka itakavyofunguka. Utashangaa riziki yako itakavyoongezeka katika njia za kustaajabisha, njia ambazo usizozitarajia wala njia ambazo usizozitegemea. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sio mchoyo ndugu yangu Muislamu. Ikiwa dhiki kweli zimekushika, zimekuandama, riziki yako ni ngumu, jitahidi kushikamana na haya. Kila asubuhi mara 7 au mara 21 sema subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hii aya ina siri kubwa sana ndani yake ndugu yangu Muislamu, juu ya mafanikio ya mwanadamu, mafanikio ya mja. Ndani yake humo Allah ameweka asrar, ameweka siri nyingi za mafanikio ya mwanadamu. Hivyo basi ndugu yangu Muislamu, na kukusudia hasa wewe ambaye maisha yamekuwa ni magumu, maisha yamekuwa mazito, jitahidi sana kila asubuhi isome mara 21 na jioni pia isome mara 21. Utashangaa namna ambavyo utafukuza njaa katika maisha yako, nyumbani kwako utakavyoifukuza njaa, umaskini utakavyoufukuza na ufukara utakavyoufukuza biidhnillahi alkarim. Tunamwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, bingwa wa mabingwa, asiyeshindwa na kitu, atukubalie katika yale tunayomuomba kupitia maneno yake matukufu, majina yake matukufu na sifa zake ni tukufu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala
ametukuka nazo. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kila lenye kheri na kila lenye baraka. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.